Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Serikali inatambua na kufuatilia kwa ukaribu masuala ya uchumi na maisha yanavyoendelea kote duniani na hapa nchini kwetu. Tunafuatilia kwa ukaribu, hatua kwa hatua, na tunakutana kila wakati na wadau mbalimbali ndani ya serikali, lakini pia ndani ya nchi, wadau wa sekta binafsi ambao ni wadau muhimu katika kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele, hasa katika masuala haya ambayo yanahusisha ushirikiano wa hali ya juu wa wadau wa maeneo mbalimbali kote duniani. Moja ya eneo ambalo ninyi mnakumbuka vyema kwamba huwa haliamuliwi ndani ya nchi husika peke yake ni jambo la mafuta. Nchi nyingi duniani sio waamuzi wa hatima yake peke yake. Mnakumbuka ilipotokea COVID-19, uviko 19, dunia nzima ilitikisika kwenye masuala haya ya usafirishaji na masuala ya mafuta. Na sababu ni moja tu, kwamba sio kila nchi inazalisha mafuta. Sio kila nchi ni muuzaji wa mafuta. Sio kila nchi inajitegemea kwenye mambo ya mafuta. Sasa ilipotokea uviko 19, nchi yetu tuliendelea kufuatilia kwa ukaribu, kufanya tathmini na kuchukua hatua ili kuweza kuhakikisha kwamba shughuli za uzalishaji ndani ya nchi haziathiriki. Shughuli za kiuchumi ndani ya nchi haziathiriki. Pamoja na kwamba lilikuwa jambo la dunia nzima, tulilifuatilia kwa karibu, taratibu, na kuchukua hatua stahiki bila kupaniki, bila taharuki. Na Tanzania chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tukavuka salama bila uhaba wa bidhaa zote muhimu, yakiwemo mafuta yenyewe ambayo ni injini kwenye masuala mengi ya kiuchumi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.